Hi guys, I hope wote mko poa na mimi pia kwa upande wangu niko poa kabisa, namshukuru Mungu. Jamani, Ramadhani ndio hiyo tumemaliza. Kwa wale team girls, jamani wapambanaji, najua mmepambana, mmemaliza vizuri Ramadhani. Hongereni sana kwa kazi na nini. Kwa wale wanaofahamu Ramadhani Uarabuni inakuwaje, kwa sababu tu hujafika na huelewi. Vyombo kama vyote, kupika kama kote, kazi kama zote, kuchoka, kajoto, jua na nini, lakini tunamshukuru Mungu tumemaliza salama. Tupo kwenye kumalizia hapo, yaani niseme tu tumemaliza salama, kwa sababu siku zilizobakia sio nyingi, tuna siku kama 3-4 hapo mbeleni. Tunamshukuru Mungu. Wale wote ambao mmemaliza vizuri Ramadhani, jamani, mmepika, mjapata changamoto ya kuungua, mjaanguka, mjafanya chochote, ni jambo la kumshukuru Mungu. Wote tujipigie makofi, tukutane pale kwenye kuhesabu zile pesa za Idi sasa, si ndio jamani? Nadhani mnafahamu, kwa wale wote ambao mpo Arabuni mnafahamu siku ya kucheka ni ile siku ya Idi, ile unapopewa pera ile nini sikukuu, najua na nini, tuliali yale tule nusu liali pesa 100, yani shilingi 100 na nini, zile pesa zinakuwa zinakufuta machozi hivi, unabaki unasema asante Mungu, nimepata hata hii riali 5, nimepata hata hii riali 10. Kuna watu wanapata mpaka riali 60 mpaka 70 huko. Kwa yule ambaye hafahamu, hivi ndio nimpe taarifa, kwa kuna watu wanapata mpaka riali 100. Inategemeana tu na familia uliopo. Kama upo kwenye familia ambao labda huwezi kupata hata riali 5, mshukuru Mungu. Majibu yangu ni yale tu, kuwa vidole havifanani. Hichi kipo kingine na hichi kipo vingine na hichi, yaani kila mtu na bahati yake. Kwa hiyo hata kama mtu akwambia mimi nimepata huku riali 50, nimepata riali 20, nimepata riali 100, usiumie moyo ukasema manake mimi hapa bora nibadilishe nyumba, manake hivi, unajua hivi, yani familia hii wachoyo, yani wana roho ngumu, hawatoi familia hii. Kuna vitu hivi viwili, nyota yako na nyota yao pia zimeendana vipi, bahati yako na bahati yao pia. Kwa hiyo unaweza kuwalaumu wao, kumbe na wewe pia haikuwa sehemu yako sahihi ambayo ungepata pesa. Kwa hiyo mshukuru Mungu kwa kuwa sehemu salama, mshukuru Mungu kwa kufanya kazi vizuri, mshukuru Mungu kwa kumaliza Ramadhani vizuri, mshukuru Mungu kwa kuwa uko salama kabisa, mshukuru Mungu familia yako iko vizuri na wewe pia uko vizuri. Leo tunaongelea yale maswali ambayo watu wengi wamekuwa kiuliza, dada, nimemaliza miaka yangu 2, nataka kubadilisha nyumba bila kwenda nchini kwangu. Nataka nibadilishe nyumba bila kwenda nchini kwangu, yani bila kusafiri kwenda nyumbani. Nataka nibadilishe nyumba hapa. Je, nifanyeje? Nitumie njia gani? Au pengine mwingine anasema anafanya kazi naona watu watuelewani, nataka nibadilishe nyumba. Angalia hii video mpaka mwisho, kuna kitu utajifunza. Ufanyeje pale unapo complete miaka yako hii 2, au hujamaliza miaka 2 unataka uhame uende sehemu nyingine. Angalia hii video mpaka mwisho ili ujifunze zaidi. Haya, sasa ni wajibu maswali ambayo mmekuwa mkiuliza kuhusu kubadilisha nyumba. Kwako wewe ambaye umemaliza miaka 2, unajua kuwa mimi sitaki kurudi nyumbani, ila nataka nibadilishe kwenye hii nyumba niende nyumba nyingine, au nibadilishe sponsor niende kwa sponsor mwingine, au nibadilishe bosi niende kwa bosi mwingine bila kusafiri kwenda nyumbani. Nataka nibadilishe hapa niende sehemu nyingine, nifanye tena miaka yangu 2 ndio niondoke, kutokana na malengo yako mwenyewe ambayo umeyapanga. Cha kwanza kabisa ambacho nataka, yani nakuchambulia hasara alafu nitakuchambulia faida. Na ndio maana nimwambia jamani, video zangu ukizipata mtumie na mwingine ambao unajua huyu kwa Arabuni ambaye hajui sheria, ili iweze kumsaidia tuepukane na hizi changamoto za watu, huyu kakimbia, huyu kapigwa, huyu kafanya nini. Tukifuata hizi sheria wao wanavyotaka na sisi tunataka tuwe salama, jamani, hatuwezi kupata matatizo. Wale wote ambao mnajua faida ya Arabuni mtanielewa hicho ninachosema. Kuna watu hawakuwahi kufikiri kama ningeweza kujenga, kutokana na situation yangu niliokuwa nayo, labda elimu yangu, maisha yangu, kule nilikotokea. Sikuwahi kuwa na ndoto kuwa ningejenga, lakini leo hii nimejenga. Kuna watu wako hivyo. Kuna watu hawakuwahi kutarajia kuwa ningeweza hata kusomesha watoto wangu. Labda kwa mfano mimi ni single mother, na watoto wangu 4 mpaka 5, 6 na 7, nimeacha na mume wangu. Hatuna mawasiliano mazuri, au mawasiliano yapo lakini
uchumi sio mzuri sana, sio kwa baba, sio kwangu. Kwa watoto wangu najua hawawezi kusoma, lakini kupitia Uarabuni umesomesha watoto wako, wanakula, wanavaa, wanafanya kila kitu. Pia mshukuru Mungu kwa hilo. Kwa hiyo hata kama tutalaumu hawa Waarabu, hawa hivi, hawa vile, tuweke akiba ya maneno, kwa sababu kuna watu ambao wakikufunulia ushuhuda wao unaona kuwa kumbe sio kila sehemu tunaweza tukafanikiwa watu wote. Kuna wengine tutakosa, kuna wengine watapata. Kwa hiyo hata kwenye social media watu wanavyoongea vitu vingi, kuna ndugu zetu huko, kuna sijui, jamani, wapo ambao watu wanaweza kuibuka wana mijengo zaidi ya 2, 3, 4, na mimi na mfano ya hao watu nawajua. Kwa hiyo sio kila sehemu watu ukienda kuna watu wanafanikiwa. Hapana, kuna wengine hatufanikiwi. Basi bwana, twende kwenye point. Hiyo ilikuwa ni kiagizo lakini cha muhimu ambacho natakiwa ufahamu. Kwako wewe ambao unasafiri kwenda Uarabuni au upo Uarabuni au na ndugu yako uko Uarabuni. Ukitaka kubadilisha nyumba, umemaliza miaka 2. Kwanza jitahidi kuwa unaelewana na yule bosi wako. Weka urafiki na weka ubinadamu. Kwa nini nakwambia hivyo? Kumbuka yeye ndio mwenye idhini ya kwako wewe kukuruhusu uende sehemu nyingine au asikuruhusu. Usichukulie tu kwa nitakuwa nishamaliza miaka yangu 2, kwa hiyo vyote ninavyotaka nitaondoka ndio sehemu nyingine. Wenzetu wanaishi kwa sheria. Huwezi kujitafutia tu nyumba wewe mwenyewe ukaondoka tukaenda kwa bosi pasipo yule bosi kupata maelekezo yako wewe ya kule kwa bosi ulikotoka mwanzo. Ni lazima apate vielelezo vyako vyote kupitia kwa yule bosi wako wa mwanzo. Amjue, wapeane saini, waachiane zile dokumenti zako, wapeane sijui vitu vyote hapo. Kwa hiyo unahitaji urafiki baina yako wewe na bosi wako. Unahitaji ukaribu baina yako wewe na nani? Na bosi wako. Kama unajijua kuwa mimi nikimaliza hapa miaka 2 nataka niende sehemu nyingine, weka ubinadamu kwa wale mabosi hata kama wana mapungufu yao. Sisemi kuwa watakuwa hawana mapungufu. Weka ubinadamu kwa ajili ya kwako wewe kutengeneza malengo yako ya baadaye. Kuwa hata kama kitimia miaka 2, hao watu nitazungumza nao hivi, nitazungumza nao hivi, nitakuwa hivi, lengo langu mimi niende sehemu nyingine, yani hapa kwao riski imeishia hapa. Soni. Hujamaliza miaka 2 kwao unataka uende sehemu nyingine pia kuwa mimi naona hao watu hapa nimeshindana nao au pengine nyumba mimi nimeishindwa. Pia usisahau lengo langu ni ile ile, narudia tena kukuambia. Jitahidi usiweke vita na wale watu. Au yule bosi wako, madamu wako au ile nyumba. Kwa sababu ukiweka vita itakukosti mwenyewe. Lazima ufahamu unapokwenda kwa bosi mwingine pia na yeye anahitaji maelekezo ya kutoka kule ulikotoka, historia yako, background yako kule ulikotoka. Hawabadilishani tu kwa basi mimi nitaenda tu sehemu nyingine alafu itakuwa hivyo. Wenzetu wanaishi kisheria. Usije ukakosea hapo. Mfano, wewe umeona labda pale mshahara ni mdogo. Unataka uende sehemu nyingine kwa sababu kutafuta kipato zaidi. Waulize wao. Au umeshindwa wewe kuzungumza nao, mwambie aliyokupeleka. Ajenti wako na maanisha. Azungumze nao. Kwa jamani, huyo mtu wenda labda kwa matumizi aliyokuwa nayo, familia aliyokuwa nayo, hiyo pesa anaona haimtoshi, ana majukumu 1, 2, 3, anasomesha. Yeye azungumze nao kama watamuelewa. Unaona wewe mwenyewe inafaa kuingia na kuzungumza nao, basi wewe waambie. Lengo langu kubwa na usema usisahau kuweka ukaribu na hawa watu, usichukulie vita. Kwanza ufahamu upo kwenye nyumba yao. Pili, unaishi kwa sheria yao. 3, upo kwenye nchi yao. Hivyo vitu vitatu sivisahau. Waambie jamani, kutokana na hali hii na hii naona nina 1, 2, 3. Waanzie mbali. Usisubirie pale mmegombana ndio unaanza kuibukia maneno yao. Au unasema mimi nitawaambia kwa njia ya kununa. Nanuna siku hizi. 3 sisemi nao. Watagundua tu kwa mimi mshahara huu ni mdogo. Ndugu yangu itakukosti. Kuna mwingine atatumia njia hiyo anapandishwa mshahara. Kuna mwingine atatumia njia hiyo inamkosti. Au mwingine anasema mimi nikimaliza miaka yangu hii 2 nakimbia kwa sababu nimeambiwa mtaani huko kuna kazi bora, kuna hela nyingi. Hasara ya kukimbia ni kubwa. Hasara ya kukimbia ndugu zangu ni kubwa.
nchi zote za ughaibuni, tofautisha nchi za kizungu na nchi za Kiarabu. Nchi za Kiarabu zina kanuni zao. Mtu kuishi tu mtaani kiolela olela, yaani utoke tu ukaishi kiolela olela, labda unajua nikikaa baada ya miaka kadhaa nitapata uraia au nitasafiri tu nitoke nirudi nyumbani, haiwezekani na haitowezekana. Utaishi kiukimbizi, utaishi kama mwizi, utaishi kama kibaka. Na ndio maana pale tunasikia sauti, sijui video, kuna mtu alikimbia haonekani, kuna mtu sijui alifanywa hivi. Ni kwa sababu watu wanakimbia, na wanakimbia pasipo kufahamu sheria na kanuni. Jitahidini unaposolve jambo usishindane nao wale watu. Ni heri kuwa mjinga kuliko kujifanya we ni mjanja, wakati unajijua nipo kwenye nyumba ya mtu, nipo kwenye nchi ya mtu. Jifanye mjinga ili mambo yako yakuendee, ili usalama wako uwepo. Ogopa sana ushauri wa mtu ambaye anakuambia wewe wafanyie hivi au kiwafanyie hivi tu watakuelewa. Ogopa na usije ukachukua hiyo kauli. Ufahamu umeacha familia, umeacha watoto wako, umeacha mume, umeacha ndugu na jamaa. Nyumba ile wewe ndio unaijua, yule anayekushauri nje hajui. Changamoto zilizokuwa nazo wewe ndio unajua, yule anayekushauri hajui. Kilikutoa nini nchini kwako mpaka ukaingia kwenye nchi ya watu? Wewe ndio unajua, yule shoga yako hajui. Kwa hiyo hasara na faida za kukimbia ni mbaya zaidi. Hakuna faida hata hii moja, zote ni hasara. Unapoona wewe unataka kubadilisha nyumba, jitahidi kuwa mwema kwa wale watu. Jitahidi kujishusha. Umemaliza miaka 2, wasemeshe kwa utaratibu kabisa. Na naomba nivunje kauli moja ambao watu wako wanasema mimi nimeuzwa. Nilipomaliza miaka 2 niliuzwa sehemu nyingine. Jamani, sio kuuzwa. Naweka mkasi tena. Sio kuuzwa. Mtu anapobadilishwa nyumba huwa hauzu, anapelekwa sehemu nyingine, na yule mtu mwingine ambaye anamchukua anarudisha gharama kwa bosi wako wa mwanzo ambazo alizitumia wewe ukaingia nchini. Umenifahamu hapo? Sio kuuzwa. Ukisema nimeuzwa, umejitia mwenyewe kwenye utumwa. Sisi sio watumwa. Umepelekwa kwa bosi mwingine ni kwa sababu wewe ulitoka Tanzania, ulitoka nchini kwako kwa gharama. Kwa hiyo yule bosi anamwambia yule bosi anaokuchukua, mimi huyu mtu nilimleta hapa kwa gharama ya kiasi hiki. Kwa hiyo naomba nirejeshe hizi gharama na wewe umchukue akafanye kazi. Hatimaye unaenda kufanya kazi, maisha yako yanaendelea. Sio kuuzwa kama watu wanavyosema, huyu anauzwa anapeleka sehemu nyingine. Tufute hii kauli. Hii ndio inatuweka tuwe kama watumwa. Kwa hiyo kinachofanyika hapo sasa ni wewe yule bosi mpya anayekuchukua kurudisha gharama. Na ikiwa narudi pale kwenye pointi yangu, kama wewe huna mashindano na yule bosi wa zamani au bosi wako wa sasa, huna ugomvi naye, umejishusha ili tuende kaanze maisha sehemu nyingine kwa sababu umemaliza miaka yako 2, au pengine hata hujamaliza wewe miaka 2, ili huyu bosi akuachilie kwa salama uende sehemu nyingine au upate fursa ya kwenda sehemu nyingine, ni lazima huyu mtu ataje gharama ambayo yule bosi mpya ataweza kumanage kukuchukua. Lakini kama utashindana naye, anaweza kataja zile gharama zake alizotumia zote mpaka vocha alizokuwa anapiga wewe ukiwa Tanzania. Alafu akijumlisha zile pesa zitakuwa ni nyingi. Hakuna mtu atakuchukua. Ila kama utaishi naye kwa vizuri, utabadilisha naye mazungumzo kuhusu wewe kubadilisha, una sababu gani za msingi za kutaka kubadilisha sehemu nyingine, utazungumza naye vizuri hata kama ana mapungufu yake. Mimi nasimama kwenye upande wako, nisikilize vizuri. Utazungumza naye vizuri, umfahamishe hivi na hivi, ataangalia kwangu ameshaka mwaka. Ulobakia ni mwaka tu ili huyu mtu amalize miaka yake 2. Ina maana kama mimi nilitumia gharama milioni 3, na mimi milioni 1.5 tayari ishatumika. Kwa hiyo nitoe milioni 1.5 tu.
ili mtu aende sehemu nyingine. Mfano huo nimetoa. Kwa hiyo kwa kweli itakuwa ni rahisi kwenda sehemu nyingine, huyo mtu mwingine kuja kukuchukua kwa sababu anaona kama ni 1.5 tu ndo gharama yake na kila kitu, tiketi zake alomletea mpaka hapa, basi yule bosi anampa zile 1.5 ni gharama, sio amekununua, amelipia gharama za wewe kuingia pale. Alafu na yeye anachukua gharama iliyobakia akaikamilishe kwenye upande wa kubadilisha majina kuwa kwenye jina la kwake yeye yule bosi wako mpya. Sio kununuliwa kama mnavyosema kwa mtu anakuwa ameuzwa, amenunuliwa. Hapana. Kwa hiyo ukiwa unaishi nao vizuri wale watu, itatajwa gharama ambayo simple kabisa. Na wewe utapata sehemu nyingine unaenda kukaa, maisha mengine yanaendelea. Kinachotukosti ni sisi tunataka kushindana na Waarabu. Jamani, huwezi kushindana na Mwarabu hata siku hii. Kuna mtu ataweka comment hapo chini, dada unawasaidia. Mimi siwasaidii, nipo kwenye upande wa kwangu mimi, Mtanzania, Mwafrika, mfanyakazi mwenzangu. Uwe salama, usishindane nao. Kumbuka wewe umeingia kutafuta, na umeenda kutafuta pesa, hujaenda kutafuta matatizo. Kama ni matatizo ulikuwa nayo tangu nchini kwako, kwa hiyo hujaenda kuongeza matatizo. Sasa kama hujaenda kuongeza matatizo, ujishushe, ufanye kazi kwa uzuri, ifanye mjinga. Jamani, kwenye kutafuta kuna changamoto zote, kama zote, na kila zinavyokuja ukabiliane nazo. Kama inatokea unapigwa, hupewi pesa, sijui umetaka kubaka, umetaka kufanya nini, hiyo tena ni mambo mengine, kuwa haya tena hayaepukiki. Lakini mtu ana maneno anaongea, manake mwacha ongee ndugu yangu, wewe jishushe tu. Wewe hapo hujaenda kuwa unaishi hapo mpaka kiama. Unaishi kwa mkataba, ikifika mkataba wako umeisha utaondoka. Wewe cheza na pesa tu. Umetimia pesa yako, umemaliza mkataba nao. Jamani, asanteni sana na washukuru. Nimeishi na nyie kwa wema vizuri, tumekana na washukuruni sana jamani. Hakiba ya maneno ya kula unakoelekea utakutana na nini hujui. Jamani, nawapenda sana na wajari na wathamini mno. Ndio maana nimekuwa mara nyingi nikija nikisimama upande wetu, vipi tuweze kuishi na hawa watu, vipi tujishushe na tuwe salama. Epuka kushindana nao, epuka kugombana nao, epuka marafiki wasiofaa, epuka magrupu ya WhatsApp yasiofaa, epuka vikundi ambavyo huvielewe hivi vikundi ni vya watu gani. Wao kila siku ni kutuma mavoice ya kuwasema mamadam tu. Wao kila siku ni voice za kuwasema sijui nani. Epukana nao. Fanya kazi, uone kama hayo matatizo yatakukuta. Asanteni sana jamani, nawapenda na wajari na wathamini. Usiangalie tu video bila kusubscribe jamani. Subscribe, ulike, ushare na ucomment. Mtumie mtu mwingine hii video ajifunze.